Tunapofungua safari hii ya hekima leo, Yesu na wanafunzi wake bado wako katika chumba cha juu. Hii ni saa chache tu kabla ya kukamatwa kwake. Lakini hali ya wasiwasi katika chumba kile inaongezeka, kwani wanafunzi wanajaribu kuelewa ukweli kwamba Yesu, ambaye amekuwa pamoja nao kwa miaka 3.5, amewatangazia kwamba anaenda zake. Sasa kumbuka kwamba Yesu bado anawafundisha mitume wake ili waweze kuongoza kanisa. Lakini kwa wakati huu, kabla ya kuanzishwa kwa kanisa, wanapofikiria kuhudumu bila Yesu kuwa nao, neno linalowajia akilini labda ni neno lisilowezekana. Kwa kweli, mara nyingi mimi hufikiria maisha ya Kikristo kwa kutumia neno hilo lisilowezekana. Na kama nilivyotaja hapo awali, tangu miaka ya 1800 Hudson Taylor alikuwa akileta uwiano kwa wafanyakazi wa China Inland Missionary. Alikuwa akiwakumbusha kwamba kazi ya huduma daima ina hatua tatu: haiwezekani, ngumu, imekamilika. Lakini kitu kinawezaje kutoka kuwa kisichowezekana hadi kuwa kinawezekana? Basi Yesu atajibu swali hilo hapa. Sasa katika Yohana saa 14 na madakika 16, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi milele. Yaani Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hauoni wala haumjui. Lakini ninyi mnamjua, kwa maana anakaa pamoja nanyi na atakuwa ndani yenu. Sasa niruhusu niruke mbele kidogo na kuchukua kutoka sura ya 16 hapa na kufafanua ukweli ambao Yesu ameuonyesha sasa hivi. Anasema hapa katika mstari wa 7, nawaambia kweli, ni faida yenu mimi kuondoka. Kwa maana nisipoondoka, msaidizi hatakuja kwenu. Kile ambacho Yesu anafanya hapa ni kutambulisha huduma ya kukaa ndani ya mtu ya nafsi ya tatu ya uungu, yaani Mungu Roho Mtakatifu. Na Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba huduma ya Roho Mtakatifu itawapa faida kubwa zaidi kuliko hata uwepo na huduma ya Bwana kimwili miongoni mwao. Sasa lazima ujiulize, hii inamaanisha nini? Faida ya kwanza ni kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu anayehimiza na yupo nasi kila wakati. Hapa nyuma katika Yohana saa 14 na madakika 16, Yesu anasema atamwomba Baba na Baba atawapa msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Sasa tafsiri yako ya Biblia inaweza kutumia neno mfariji badala ya msaidizi hapa. Wengi wetu siku hizi tunaposikia neno mfariji, tunafikiria blanketi laini. Lakini neno la Kiingereza comforter limetokana na muunganiko wa maneno mawili ya Kilatini ambayo kwa pamoja yanamaanisha kuimarisha au kutia nguvu. Sasa neno la Kigiriki lililotumika hapa kwa ajili ya msaidizi au mfariji katika mstari wa 16 ni parakletos, ambalo linamaanisha mtu aliyeitwa kuwa pembeni hasa ili kutoa msaada. Hivyo basi, hii ni ahadi ya msaidizi anayetuimarisha, kututia moyo na kutuinua. Na Yesu anaposema hapa kwamba Baba atatuma msaidizi mwingine, hilo neno lililotafsiriwa mwingine linamaanisha mwingine wa aina ile ile. Kwa maneno mengine, Roho Mtakatifu ana asili ile ile ya uungu. Yeye ni Mungu Roho kwa namna ile ile ambayo Yesu ni Mungu Mwana au Mungu Baba. Sasa ukweli ni kwamba mara nyingi tunaishi katika hali ya hofu, sivyo? Tunahitaji majibu. Tunahitaji msaada, tunahitaji uelewa, tunahitaji uhakikisho, na mara nyingi tunahitaji haraka. Wakati mwingine hata hatujui tunachohitaji. Hisia zetu na hali zetu mara nyingi hutuzidi nguvu. Na wakati mwingine tunachoweza kusema tu ni, Bwana, unaweza kunisaidia? Na hapo ndipo Roho Mtakatifu anachukua nafasi. Ni faida iliyoje kuwa na Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Sasa hapa kuna faida ya pili. Roho Mtakatifu ni rafiki yetu wa kudumu aliye hai. Yesu anamwelezea Roho hapa kwenye mstari wa 17 kama Roho wa kweli ambaye dunia haiwezi kumpokea. Tena Yesu anasisitiza kwamba Roho atakaa ndani yetu na kuwa pamoja nasi. Sasa fikiria hilo. Una msaidizi wa kimungu, mfariji, mwinua moyo, anaishi ndani yako. Kwa hiyo Roho Mtakatifu si kwamba yuko karibu tu na wewe, bali yuko ndani yako. Yuko anakaa ndani yako. Na huhitaji kuwa na tukio la ajabu ili upate zaidi ya yeye. Amechukua makazi ndani yako. Huwezi kupata zaidi ya yeye, lakini unaweza kabisa kumpa yeye zaidi ya wewe mwenyewe.
Sasa huu ukweli ambao Yesu anafundisha haupendezi tu, bali pia unagusa moyo. Ni filamu gani uliangalia usiku uliopita? Basi Roho Mtakatifu aliitazama pamoja na wewe. Ulifanya nini kwenye miadi yako wikendi iliyopita? Basi Mungu Roho alikuwa pale. Uliandika nini kwenye taarifa yako ya mapato ya kodi mwaka jana? Ulisema nini kimya kimya kuhusu mtu aliyepita karibu na wewe? Basi chochote ulichokiandika, ulichokisema, ulichokitazama au ulichokifanya, Roho wa Mungu alipitia yote hayo pamoja na wewe. Sasa pamoja na hilo, hapa kwenye mistari ya 18 hadi 24, Yesu anatoa maelezo mengi kwa haraka sana. Anatoa taarifa fulani kuhusu yale yanayohusiana na maisha yao ya baadaye, yaani kwa wafuasi wake. Sio wao tu, bali sisi pia tunapotembea na Yesu. Na hii inaonyesha kwa njia nyingine faida nyingine ya Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Na hebu nikupe hiyo faida. Hii hapa. Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu mwaminifu anayetuangazia. Biblia inasema hapa kwenye mstari wa 26, lakini msaidizi, yaani Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Sasa Yesu anajua hapa kwamba bado ana mengi ya kusema, mengi ya kuwafundisha wao, lakini pia anajua wanafunzi hawajawa tayari kuyapokea. Unaona, kwa wakati huu hata hawatarajii kusulubiwa kwake, sembuse kufufuka kwake, na hakika hawajui chochote kuhusu kipindi cha neema kinachokuja na enzi ya kanisa ambayo iko karibu kuanza. Hawana wazo lolote kuhusu jukumu la kimataifa ambalo Bwana amewapangia wao na sisi. Wao wako kama wanafunzi wa darasa la kwanza wanaotarajia kuingia kwenye taaluma ya mhitimu wa chuo kikuu. Sasa hilo haliwezekani. Lakini ngoja nikuambie, uwepo wa Roho utakuwa jibu la Mungu. Roho Mtakatifu atawaletea hawa mitume maneno na matendo ya Yesu Kristo akilini mwao ili waweze kuyaandika kwa njia ya ufunuo. Hii itakuwa agano jipya, kumbukumbu iliyoandikwa kwa uongozi wa Roho, ambayo ndiyo chanzo chetu cha mwanga. Na kwa njia, leo tunajifunza haya katika safari hii ya hekima. Paulo aliandika hivi katika 2 Timotheo saa 3 na madakika 16, andiko lote limeandikwa kwa pumzi ya Mungu, yaani limevuviwa na Mungu na lafaa, Paulo anaandika, kwa mambo manne. Kwa mafundisho ambayo yanakuambia uanze kuamini nini. Kwa kukemea ambayo yanakuambia uache kufanya nini. Kwa kurekebisha ambayo yanakuonyesha jinsi ya kuanza kutembea. Na kwa kuadibisha ambayo inaonyesha jinsi ya kuanza kuishi. Unaona, Roho Mtakatifu ndiye aliyewavuvia waandishi wa maandiko na sasa anafafanua maandiko hayo moyoni mwako na katika maisha yako na yangu, na kwa kweli tunaweza kufundishwa wakati wowote, mahali popote, nini cha kuamini na jinsi ya kuishi. Sasa matokeo ya yote haya ni nini? Basi Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 27 kwamba matokeo ni amani. Nataka uone jinsi amezunguka na kurudi pale pale katika sura hii. Alianza kwenye mstari wa 1 kwa kusema mioyo yenu isifadhaike, na sasa anamaliza kwa kusema jambo lile lile. Anasema amani na waachieni, amani yangu nawapa. Si kama ulimwengu utoavyo ndivyo mimi nawapa ninyi. Mioyo yenu isifadhaike wala isione hofu. Basi ngoja nikuambie, dunia inatamani sana aina hii ya tumaini, huu utulivu wa ndani. Yesu anasema hapa kwamba aina hii ya amani si kitu ambacho unaweza kutengeneza mwenyewe. Ni zawadi kutoka kwa Mungu Baba kwa kila mtu anayemwamini Mungu Mwana, na kisha anakaliwa na Mungu Roho Mtakatifu anayefariji na kuinua. Sasa hapa katika mstari wa 29, Yesu anawahakikishia wanafunzi wake kwamba amewaambia yote wanayohitaji kujua kuhusu masaa yajayo, na hawajaunganisha kila kitu bado kwa kusema hivyo. Lakini amani aliyowapa na Roho Mtakatifu anayekuja atawaimarisha katika siku na miaka ijayo. Na sasa pamoja na hayo, Bwana anawaambia hapa katika mstari wa 31, simameni, twendeni kutoka hapa. Wangu mimi, kwa kweli naona hiyo ni amri ya kutia moyo sana kwetu leo. Kila siku tunaweza kusimama na kukabiliana na siku nyingine, tukijua kwamba hatuko peke yetu.
Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu wa daima, rafiki yetu wa karibu na mwalimu wetu anayetupa mwanga. Labda leo unakabiliana na jambo linaloonekana haliwezekani. Labda ni hali ya kifamilia, labda ni tatizo la kifedha, au ni hitaji la kimwili, au ni tatizo kazini au shuleni. Kabiliana na hilo linaloonekana haliwezekani ukiwa na uhakika kwamba Roho Mtakatifu yuko hapo pamoja nawe. Ana uwezo wa kukuongoza kupitia hatua mbalimbali za changamoto hiyo maalum. Anaweza kukutoa kwenye hali isiyowezekana, akakupitisha kwenye ugumu hadi jambo likamilike. Basi hadi tutakaporudi tena kwenye safari yetu ya hekima, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.